Upepo mpana wa bahari ya Pasifiki, upepo wa historia, unaanza kubadilisha mwelekeo wake. Kwa miongo mingi ulimwengu ulizoea kuona nguvu ya majini ya Marekani ikitawala bila kupingwa, meli zake zikikatiza mawimbi kwa mamlaka na hadhi ya dola kuu ya kijeshi duniani. Lakini sasa hivi pazia jipya linafunguliwa kwa kasi isiyo ya kawaida. Ripoti mpya kutoka Military Watch Magazine imefichua jambo lililoshtua wachambuzi wengi wa kijeshi duniani. Viwanda vya meli vya Korea Kaskazini sasa vinazalisha manuari aina ya destroyer kwa kasi inayozidi ile ya Marekani. Ni tukio ambalo wachambuzi wengi wanaliita mabadiliko ya kimkakati baharini kwa sasa hivi. Katika mwaka wa 2025 pekee, viwanda vya Korea Kaskazini vilizindua manuari mbili za kivita za kisasa aina ya Suyeon class destroyer, lakini huo ulikuwa mwanzo tu. Chini ya mpango mkubwa wa maendeleo wa miaka 5, taifa hilo sasa linakusudia kuzindua meli mbili kila mwaka hadi kufikia mwaka 2030. Ikiwa mpango huo utaendelea kama ulivyopangwa, jumla ya manuari 12 za kisasa zitakuwa tayari kukata mawimbi ya bahari kabla ya mwisho wa muongo huu. Kwa upande mwingine, Marekani ambayo kwa muda mrefu imekuwa nguvu kuu ya nguvu za majini duniani, imekuwa ikijenga destroyer zake maarufu aina ya H-Book class destroyer kwa wastani wa meli 1.6 tu kwa mwaka. Tofauti hiyo imeanza kuwafanya wataalamu wa usalama wa kimataifa kuuliza swali moja zito: je, enzi ya utawala wa majini wa Marekani inaanza kutikisika? Destroyer za Suyeon hazijajengwa kwa madhumuni ya kawaida. Kila moja imebeba seli 74 za kurushia makombora ya wima, yani vertical launch system, teknolojia inayoruhusu meli kurusha aina nyingi za makombora kwa haraka na kwa nguvu isiyo ya kawaida. Kwa kulinganisha, destroyer za Marekani na aina ya H-Book zina seli 96 katika matoleo yao ya kisasa zaidi, lakini pengo hilo linaweza kupungua kwa haraka zaidi. Mipango mipya ya wahandisi wa Korea Kaskazini inaonyesha kwamba meli zijazo zitaondoa kabisa mizinga mikuu ya jadi ya majini na badala yake kuongeza seli nyingi zaidi za makombora. Hatua hiyo itaifanya meli kuwa kama ngome inayosafiri baharini, inayobeba nguvu kubwa ya mashambulizi kwa umbali wa mamia au hata maelfu ya kilomita. Mapema mwezi Machi, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alithibitisha kuwa taifa hilo tayari linafanyia kazi daraja jipya la destroyer lenye uzito wa tani 8,000 tu. Hizi zitakuwa meli kubwa zaidi kuliko Suyeon kwa karibu 60%. Lakini kinachovutia zaidi ni uamuzi mmoja wa kimkakati. Meli hizi mpya hazitakuwa na mizinga ya majini kabisa, badala yake zitajengwa karibu kabisa kwa ajili ya makombora. Wachambuzi wanakadiria kuwa kila moja inaweza kubeba zaidi ya seli 120 za makombora, idadi inayoweza kuzifanya kuwa kati ya manuari zenye silaha nyingi zaidi duniani. Kwa miongo mingi, changamoto pekee kubwa kwa Marekani katika ujenzi wa destroyer zilikuwa kutoka kwa jeshi la wanamaji la China, lakini sasa Korea Kaskazini inaonekana kuingia katika mchezo huo kwa kasi ya kushangaza. Kwa kuwa Korea Kaskazini na Marekani bado kisheria ziko katika hali ya vita tangu vita ya Korea, kuongezeka kwa meli hizi kunaweza kubadilisha kabisa mizani ya nguvu katika bahari ya Pasifiki. Destroyer hizi zina uwezo, kwanza, kutishia meli za kivita za Marekani, kuvamia njia za usambazaji wa baharini, kulenga kambi za kijeshi katika eneo la Pasifiki, lakini pia na hata kushambulia ndege au mifumo ya kijeshi kwa makombora ya kisasa zaidi. Cha kutisha zaidi ni kwamba baadhi ya meli hizi zimeundwa kubeba makombora balistiki yenye uwezo wa nyuklia. Kwa miaka mingi, Korea Kaskazini ilikuwa na uwezo mdogo sana kwa kujenga meli za kisasa za kivita. Rasilimali zake nyingi zilielekezwa katika manuari za chini ya bahari. Lakini tangu miaka ya 2020, mambo yamebadilika kwa kasi ya ajabu isiyo kifani. Wataalamu wanasema baadhi ya mifumo ya silaha inayojengwa kwenye meli hizi inaonyesha kiwango cha teknolojia kinacholingana na mataifa makubwa kama vile Marekani, China, Japani na Korea ya Kusini. Kwa baadhi ya vipengele, uwezo huo unaonekana kuwa juu kuliko baadhi ya miundombinu ya Urusi na baadhi ya mataifa ya Ulaya. Katika kipindi ambacho migogoro ya kijeshi inaendelea kuongezeka duniani, kuibuka kwa nguvu mpya ya majini kutoka Korea Kaskazini kunaleta maswali makubwa. Je,
Pacific itakuwa uwanja mpya wa mashindano ya majini? Je, meli hizi mpya zitabadilisha mizani ya nguvu katika eneo hilo? Na je, Marekani itajibu vipi changamoto hii mpya inayochomoza baharini? Jibu la maswali hayo linaweza kuamua sura ya siasa za kijeshi katika karne hii, lakini jambo moja linaonekana wazi. Mawimbi ya bahari ya Pasifiki yanaanza kusimulia hadithi mpya ya nguvu, ushindani na mapambano ya kimataifa. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.